Bwana, kwenye fahari ya nyumba leo nina ili bangalo, maana naweza kusema bangalo kwa sababu katika hali ya kawaida kwa sisi ambao tunajishughulisha na masuala mazima ya ujenzi na uuzaji wa ramani, nyumba ikishavuka kuwa na vyumba vitatu vya kulala, hiyo haiwezi kuwa nyumba ndogo na wala haiwezi kuwa nyumba ya kawaida. Obviously itakuwa ni nyumba ambayo yenye nafasi kubwa sana, na hata kiwanja chake mara nyingi kinakuwa ni kiwanja ambacho chenye nafasi kubwa, na hata ujenzi wake hauwezi kuwa ujenzi wa low budget, kwa maana itakuwa kwenye size fulani hivi, kwenye level ya kati. Sababu nyumba inapokuwa na room tatu inakuwa ina mikato mingi, inakuwa ina design nyingi ndani, hasa kwa hizo nyumba za kisasa. Kwa maana ukitaka kujenga nyumba ya vyumba vitatu, ujipange kweli, yani sio zoezi dogo, sio zoezi la kusema kwamba ni litakuwa la low budget hivyo. Na lakini pia inategemea na namna ambavyo utakavyoamua kuifanya finishing, kwa sababu nyumba siku zote tunasema ni finishing, yani gharama za nyumba utajenga, utafanya nini, lakini tukija kwenye swala zima la finishing ndipo ambapo watu wanapopasuka. Sasa bwana, mimi nimekuletea bangalo hili, lakini kuna kitu ambacho nadhani hujakiona wewe ambaye unaitazama video hii mpaka nikusanue ama nikueleze kwamba kitu gani ambacho kimekuwa cha tofauti sana kwenye nyumba. Kwenye nyumba bwana, kuna kitu cha tofauti sana ambacho kwenye dirisha, kama utatizama koplo zake vizuri, mimi nimelike sana kitu ambacho kimefanyika. Yani ni decoration moja ya kipekee sana. Kwanza ina tanga stone, yani koplo yenyewe ina tanga stone, lakini pia ina koplo yake imeunganika, yani baina ya, kwa mfano kama dirisha la kona kwa kona unakuwa liko sawa, yani the same, kwa ile koplo inakuwa imepitiliza. So ni decoration nzuri, ni creativity nzuri. Ndio vitu ambavyo sisi tunavyovitaka kila siku kwenye tasnia hii ya ujenzi. Ndio vitu ambavyo sisi tunatamani kuviona, kwa maana kwamba tusijenge nyumba za kila siku zile zile. So mimi nimependa, lakini pia hii nyumba bwana, nimependa namna ambavyo kiuno chake kilivyokatwa. Yani kuna separation fulani ambazo zimefanyika kwenye hii nyumba. Kiuno kinaonekana, nikisema kiuno na maanisha sehemu ya kati ya madirisha, lakini pia kuna skirting sehemu ya chini kabisa. Nadhani unaiona, yani inaonekana vizuri na kitu ambacho ningependa pia nitoe ushauri leo. Ukijenga nyumba yako, sehemu ya skirting hakikisha iwe ina mita 1. Yani ukiweka tepu yako kwa urefu hivi isome 100 pale kwenye 100, ambayo kitaalamu inakuwa inasomeka kama mita 1. Ni kitu kizuri kwa sababu watu wengi wanajisahau kwenye skirting na kuichukulia poa, lakini skirting ni sehemu ya decoration kubwa sana kwenye nyumba. Kwa maana sasa hivi kuna tanga stone, unaweza kaika tanga stone yako kwenye skirting zako, mambo yakawa fresh na nyumba yako ikawa ina muonekano mzuri sana. Usipunje skirting kwenye nyumba yako, ifanye skirting iwe ndefu, ili hata ukiweka urembo wako wa tanga stone uonekane vizuri na uweze kushine na kupendeza, na nyumba yako iwe na muonekano wa tofauti. Lakini kitu kingine pia mwanangu, kwenye nyumba nimependa namna ambavyo ngazi zake zilivyomwagika. Nadhani unanielewa, ni ngazi zimemwagika vizuri, yani ziko vizuri, fundi kupaua kafanya vizuri. Kwa kifupi ni nyumba fulani ambayo yani imeshiba, yani huwezi kuitoa dosari. Yani huwezi kuitoa dosari, huwezi kuona mapungufu hata kama yapo, lakini ni madogo sana, na kwa sababu haijatengenezwa na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni binadamu, nobody is perfect, ana mapungufu yake fundi, lakini all in all yani nyumba ni kali, ni nyumba kubwa, rangi imefanywa arrangement nzuri, rangi ya barazani inaonekana haiumizi macho, rangi ya pembeni inaonekana haiumizi macho, tanga stone iko fresh. So kwa jambo lolote linalohusiana na masuala mazima ya ujenzi, tupigie kwa simu namba 0659877756.